kwamba Mungu ametuandaa siku ya leo ili tukaweze kusikia neno la Mungu. Basi ni ya dhuhuri nyingine njema ambayo napenda tushukuru Mungu pamoja kwa sababu ya kutuwezesha kwamba tuwe hai. Tunapoelewa ya kwamba haingelikuwa labda ni lazima, lakini imegharimu mkono wa Mungu kwamba tuweze kuwa hai siku ya leo. Siku ya leo tunaenda kushiriki neno la Mungu ambalo Mungu mwenyewe ametupa na pia ameliandaa ili likaweze kuwa msaada kwetu, na naamini ya kwamba kila mmoja wetu ataweza kubarikiwa. Kama vile nimekuwa nikiwaambia mara kadhaa Wakristo wetu pamoja na watazamaji wetu, ni kwamba wakati mwingine napenda sana kufundisha neno. Ninapokumbuka ya kwamba katika kitabu cha Mathayo sura ya 28 aya yake ya 18 hadi 20, Biblia inasema ya kwamba Yesu alipokuwa anaenda mbinguni, kabla aondoke akawaagiza watumishi wake ama mitume ya kwamba waenene katika ulimwengu kote, wakawafanya watu wote kuwa Wakristo, na kisha baadaye wawabatize, na baada ya kuwabatiza wakaweze kuwafundisha yale yote ambayo Mungu amewashauri ama wamewaagiza. Kwa hivyo napenda sana ninapoelewa ya kwamba ni mapenzi ya Mungu kuona watu wa Mungu wakifundishwa. Na kwa hivyo siku ya leo tunaenda kulisikiza neno la Mungu ambalo ni neno lililo karibu na mafundisho, and I believe the word will be a blessing to each and every one of us. Ila kabla niweze kuendelea, napenda ugaukie aliye karibu na wewe na umwambie Happy Palm on Sunday. Yes, na labda umuulize kidogo Palm Sunday ni nini na inamaanisha nini? Amen. Sitaongea labda mengi kuhusu hii siku, lakini mojawapo ya siku ambazo ni za maana sana katika maisha ya Wakristo. Katika vitabu vya Injili, katika Agano Jipya, tuko na vitabu 4 vya Injili. Ukipenda kwa Kiingereza tunaziita gospel. Na hizi vitabu 4 ni kitabu cha Mathayo, Marko Mtakatifu, Luka na Yohana. Na ukipata nafasi ya kusoma utakuta kwamba kuna kitu ambacho inaitwa Juma la Mateso katika huduma ya Yesu. Juma la Mateso. Na Juma la Mateso ni wiki ambayo ilikuwa na siku 10, na siku hii ya leo ambayo tunaita Palm Sunday ilikuwa ni siku ya 3 katika hizo siku 10. Na kwa sababu tunaelekea kusherehekea kufa na kufufuka kwa Kristo, sasa hii siku ilitangulia ili tukafike katika kusulubishwa na pia kufufuka kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Mungu akitujalia, and I believe atatujalia, tutakuwa pamoja hapa siku ya Jumapili ijayo, na tutaweza kuchambua vizuri sasa kuhusu kufa na kufufuka kwa Kristo. Maana atakapokuwa tunakutana hapa, Yesu atakuwa tayari amekufa, na hiyo siku ambayo tutakuja hapa ndiyo siku ambayo atafufuka. Hivyo tutakuwa na mengi ya kuchambua kuhusiana na kufa ama kusulubishwa na kufufuka kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Na hii ni siku ya maana sana. Hii ni siku ya maana sana, maana ndiyo siku ambayo Yesu aliingia Yerusalemu, na wale ambao waliingia walimuona, waliweza kumshangilia kwa matawi. Na siku iliyofuata ambayo ni siku ya kesho, ukisoma vizuri utakuta kwamba ndiyo siku ambayo Yesu aliingia katika hekalu na akaweza kuitakasa kutokana na wale ambao walikuwa wameifanya soko. Na Yesu akakasirika sana sana sana, na akawatoa wote nje, na akawaambia ya kwamba nyumba ya Baba yangu si soko, mbali ni nyumba ya maombi. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kwa hivyo ni siku nzuri ambayo tunafaa pia kuisherehekea na pia kuifurahia, maana tunajua kwamba ni hatua ya Yesu alipochukua
akielekea pale kusurubishwa, na ili akafe kwa sababu ya dhambi zetu, na vile vile akapata kufufuka. Na tunasema kwamba tumaini tulilo nalo kuu ni kwamba Yesu hayuko kaburini, alifufuka, ikiwa dhihirisho wazi kwamba hata sisi ambao tumeokoka ama tumeamini, hata tukifa tutatawala pamoja na Kristo tena, maana tutafufuliwa baadaye ili tukaishi pamoja na yeye. Kwa hivyo mtaniruhusu niweze kuleta neno la Mungu ambalo Mungu amenipa siku ya leo, ili likaweze kutubariki. Siku ya leo tunaenda kuona hatari ambazo zinatokana na kuchanganya vitu vitakatifu na vitu ambavyo ni vyetu ama sio vitakatifu. Ukipenda kwa kimombo, dangers of mixing the holy items with our items. Labda tushaenda hatua ya kwanza, lakini siku ya leo tutaenda hatua ya pili, na labda Mungu akitujalia pia tutakuwa na hatua ya tatu na hata hatua ya nne, concerning the danger of mixing the holy items with our items. Labda nikitaja hiyo mtu anaweza shindwa, what are these holy items? What are these holy items? And I would like us to look from the scripture, ama tuangalie katika Biblia, na tutaweza kuona baadhi ya vitu ambavyo Biblia inazitaja kama vitu vitakatifu. Na ukisikia kwamba kitu kimetajwa kama kitu kitakatifu, hii ni kitu ambacho inahusishwa na Mungu, maana Mungu ndiye mtakatifu peke yake. Ijapokuwa katika neno la Mungu kuna mstari ambao unatuambia kwamba kuona aliyetuita ni mtakatifu, na sisi tutafute kuwa watakatifu pia. Lakini ukweli ni kwamba hatuwezi tukawa watakatifu kama Mungu. Mungu peke yake ndiye aliye mtakatifu. Wasomi wanatuambia that the word Jesus was given to a perfect sinless human being, kwamba huyu peke yake ndiye ambaye hakujua dhambi, ambaye ndiye hakutenda dhambi. Huyu peke yake ndiye. Na kwa hivyo ukisikia kitu imetajwa ama imeitwa kitakatifu, basi inamaanisha inahusishwa ama inahusiana na Mungu. It concerns God. And therefore today, as part 2 of our sermon, as far as it is concerned, we are looking at the dangers of mixing the holy item, part 2. Lakini kabla tufika katika sehemu ya pili, maybe kwa wale ambao hawakuwa pamoja nasi tulipokuwa tunaangalia sehemu ya kwanza, ningependa nigusie kidogo sana sehemu ya kwanza ambayo tuliona kuhusiana na vitu vilivyo vitakatifu. Napenda tuone kitabu cha Kutoka, that is the book of Exodus, chapter number 7 and verses number 10 and through 12. Exodus chapter number 7, ukipenda kitabu cha Kutoka sura ya 7 na mstari wake ama aya yake ya 10 hadi 12. And tusome pamoja, wapendwa wetu. Verse number 10, the Bible says that Moses and Aaron went into Pharaoh, and they did so just as the Lord commanded. And Aaron cast down his rod before Pharaoh and before his servants, and it became a serpent. But Pharaoh also called the wise men and the sorcerers, so the magicians of Egypt, they also did in like manner with their enchantments. For every man threw down his rod, and they became serpent, but Aaron's rod swallowed up their rods. Ukiangalia kuna kitu ambacho hiyo mistari inatuambia ya kwamba ijapokuwa Mungu ndiye mwenye nguvu,
hata shetani ana nguvu zake, hata shetani ana uwezo wake. Maana tumeona ya kwamba Mungu ndiye aliyemshauri Musa na Aroni waende wakawaokoe Waisraeli kutoka Misri. Na mstari ambao tumesoma, tumesikia kwamba wakaenda wakafanya vile vile tu, ama kadri vile Mungu alivyowaambia. Na walipoangusha fimbo yao mbele ya Farao na watumishi wake, hiyo fimbo ya Haroni na Musa ikafanyika nyoka. Biblia inatuambia Farao alipoona hivyo, naye akawaita wale watu wenye hekima. Biblia inawaita wise men of Egypt, and the sorcerers and the magicians. Na Farao akawa na ujasiri kwamba hata wao wakija watafanya vile tu Musa amefanya. Na labda alitaka kuwaonyesha, Farao alikuwa anaonyesha Aaron na Musa kwamba hakuna kitu kikubwa tu ambacho wamefanya. Na ni kweli, walipokuja kila mmoja wao alikuwa na fimbo yake pia. Na hiyo fimbo hata wao wakaangusha na fimbo zao zikawa nyoka pia. Praise the Lord. Lakini ukweli ni kwamba kulikuwa na tofauti kati ya fimbo ya Haroni na Musa na fimbo za hawa watumishi wa Farao. Tofauti ilikuwa nini? Fimbo ya Haroni ilikuwa ni fimbo tofauti, because it was a dedicated Lord. Ilikuwa ni fimbo ambayo ilikuwa imewekwa wakfu. Ni fimbo ambayo ilikuwa imepeanwa kutoka kwa Mungu. Ni fimbo ambayo ilikuwa inatumika kutokana na ushauri wa Mungu. And to confirm that Moses' Lord was different from the sorcerers' rods, we have read together that ile nyoka iliyofanyika kutokana na fimbo ya Haroni ikameza nyoka hizo zingine za hawa watumishi wa Farao. Na ukiangalia utakuta ya kwamba hatari iliyopatikana when the sorcerers mixed their lords with the Lord of Moses, the danger that appeared ni kwamba fimbo zao ziliweza kumezwa. Na sio kumezwa tu. Mimi sijawahi ona mahali, na kama kuna mtu ambaye amesoma aniambie, mimi sijawahi kusoma mahali ambapo Biblia inasema baadaye hii nyoka ya Musa iliweza kutapika zile nyoka zingine. Maana Biblia ile ninasoma inaniambia ya kwamba baada ya muda usio mrefu Mungu akamwambia, sasa chukua hiyo fimbo. Ikiwa tu bado imemeza zile nyoka, Musa akachukua fimbo yake na akashika ile nyoka na ikarudi kuwa fimbo tena. Lakini hakuna mahali ambapo inatuonyesha kwamba baadaye hizi nyoka ambazo zilimezwa na nyoka ya Musa, kuna mahali ambapo ziliweza kutapikwa. Hakuna. Hii ni kumaanisha kwamba hatari ambayo ilipatikana baada ya hawa watu kuchanganya the Holy Lord with their Lord, the dedicated Lord with their Lord, hatari iliyopatikana ni kwamba the magician lost their rods. Maana hawakupata hizo fimbo tena, they lost their lords. Na baadaye pia tunakuta kwamba hizi fimbo ni kana kwamba ndizo ambazo hawa watumishi wa Farao walikuwa wanatumia maybe to earn their living. Kwa hivyo nilikuwa naona hatari tatu ambazo waliweza kuzipata. The first danger ambayo waliweza kutana nao ni kwamba they lost their rods. Number 2, they lost their career. And number 3, they even lost their fame. Kwa sababu
hawakuelewa ya kwamba kuchanganya the holy item ama vitu vitakatifu na vitu ambavyo si vitakatifu, kuna hatari ambayo inatokea. Na unakuta ya kwamba vile vitu ambavyo sio vitakatifu ndizo zinaenda kuumia. When the magicians mixed their lords with the Lord of Moses, Biblia imetuambia at the end of the day, the magicians and the sorcerers lost their rod. The magicians and the sorcerers lost their career. The magicians and the sorcerers lost their fame. Maana hawakupata fimbo zao tena. Tukiendelea katika kitabu cha Danieli sura ya 5. Katika kitabu cha Danieli sura ya 5, kuna hatari ingine pale inaonekana. You understand that the sorcerers experienced 3 dangers. They experienced 3 dangers. And number 1, as we have just seen, they lost their lords. Wakapoteza vimbo zao. They lost their career, wakapoteza kazi yao. They lost their fame, wakapoteza umaarufu wao katika hiyo kazi ambao walikuwa wanafanya. Ila sababu ni kwa sababu waliweza kuchanganya the holy item with their items or unholy item. Daniel chapter number 5, verse number 1 through 5, Biblia inasema, Belshazzar the king made a great feast for 1,000 of his lords and drank wine in the presence of 1,000. While he tasted the wine, Belshazzar gave the command. Somebody underline that. Belshazzar gave the command to bring the gold and silver vessels which his father Nebuchadnezzar had taken from the temple which had been in Jerusalem, that the king and his lords, his wives, and his concubines might drink from them. Then they brought the gold vessels that had been taken from the temple of the house of God, which had been in Jerusalem, and the king and his lord, his wives, and his concubine drank from them. They drank wine and praised the gods of gold and silver, bronze and iron, wood and stone. In the same hour, somebody underline that. In the same hour, the fingers of a man's hand appeared and looked opposite the lampstand on the plaster of the wall of the king's palace. And the king saw the part of the hand that looked. Then the king's countenance changed, and his thought troubled him, so that the joint of his lips were bruised, and his knees knocked against each other. Kifungu ambacho tumesoma inatuambia kukawa na mfalme ambaye aliitwa Belshazzar. Wasomi wanatuambia ya kwamba huyu Belshazzar alikuwa ni grandson wa Nebuchadnezzar. Eti vile wasomi wanatuambia ni kwamba Nebuchadnezzar alipoaga, he was succeeded by his son Nabonidus. By his son by the name Nabonidus. And then Nabonidus was succeeded by his son Belshazzar. Sasa huyu Belshazzar akaandaa karamu kama vile tumesikia, akiwa na wakuu katika serikali yake. Na pia kuna kitu kingine ambacho inatufunza kwamba upandacho ndicho utavuna. Vile vile pia wasomi wanatuambia that Belshazzar overthrew his father from the kingship, na basi akawa mfalme. So alipofanyika ama alipokuza pake, ndipo akaandaa karamu hii. Na alipoiandaa, Biblia imetuambia kwamba walipokuwa wakiendelea kukula na kukunywa divai na mvinyo, akatoa amri. Mahali ambapo nilikuambia uadaraini, akatoa amri. Belshazzar gave the command to bring the gold and silver vessels which his father Nebuchadnezzar had taken from the temple which was at Jerusalem. Akaagiza ya kwamba vikombe ambavyo
vilikuwa vinatumika katika hekalu ya Mungu. Akaagiza ya kwamba hizo vikombe iletwe ili aweze kutumia kukunywa divai nazo pamoja na wake zake na watoto wake, ama si watoto wake lakini wakuu wake na viongozi na marafiki wake. Na Biblia ikatuambia mahali ambapo tumesoma, waliotumwa wakakimbia na wakaleta hizo vikombe na zikaanza kutumika na Berishaza na viongozi wake na wake wake na hata marafiki wake, wakaanza kutumia hizo vikombe kukunywa divai. Lakini mstari wa 4 umetuambia, they drank wine and praised the gods of God of silver, bronze, iron, wood and stone. Na sio kukunywa tu, walipokuwa wanakunywa hiyo divai wakitumia vikombe vilivyokuwa vinatumika katika hekalu ya Mungu, eti wakaabudu miungu ya dhahabu, miungu ya shaba, miungu ya mawe na miungu ya miti. Naye Mungu basi akiwa mbinguni akatazama yale yote ambayo yalikuwa yanaendelea. Kumbuka tunaongea kuhusu hatari inayowapata watu wanapokusanyisha vitu vilivyo vitakatifu na vitu vyao. Biblia inatuambia kwamba walipokuwa katika sherehe tu ya kukula na kukunywa, eti naye Mungu akatuma mkono, na huo mkono ukaandika kwenye ukuta walipokuwa wakinywa, kumaanisha Mungu alighadhabishwa na Berishaza kwa kuchukua vikombe ama vitu vilivyo vitakatifu, akazikusanya na zingine na akazitumia kujifurahisha. Tumesoma ya kwamba mstari wa 7 ama wa 5 na wa 6, Mungu akatuma mkono ukaandika kwenye ukuta, na uliandika, eti mfalme alipoona vile inaendelea, eti mwili wake ukalegea na pia akaanza kutetemeka kwa sababu ya yale ambayo aliona. Lakini ukweli ni kwamba hiyo ilikuwa kionjo. Baadaye eti mfalme akaita watu wakuja watafsiri kile ambacho kimeandikwa, na wengine wakashindwa. And it was until when Daniel came na akamwambia mfalme, huu ndio utafsiri wa maandishi ambayo yameandikwa katika ukuta. Kumbuka ni kwamba Mungu ndiye aliyeandika ukuta huo, na hakuna mtu mwingine ambaye angejua isipokuwa yule ambaye alikuwa anampenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Biblia inatuambia Danieli akakuja na akatafsiria mfalme na akamwambia, maandishi haya yanasema eti mfalme umepimwa vizuri na unaonekana ama umeonekana ya kwamba haufai kuendelea kuwa mfalme. Umepimwa na umeonekana ya kwamba wewe ni mtu asiyetosheka, na kwa sababu hiyo wewe ni mtu asiyemcha Mungu, na kwa sababu hiyo umenyang'anywa ufalme wako. Ukiendelea utakuta ya kwamba kuna hatari 3 ambazo pia zilimpata huyu mfalme kwa sababu ya kukusanya the holy item with other item. Kumbuka kulikuwa na vikombe vingine, lakini akachukua the holy vessels ambazo ni za Mungu akaweza kuzileta pamoja na zingine. Biblia inatuonyesha hatari 3. The first danger ambayo ilimpata mfalme Berishaza just because of mixing the holy vessels of the temple of the Lord with his vessels, inatuonyesha kwamba himself, just like the magicians of Egypt, he lost his kingship. Alipoteza ufalme wake. Na sio ufalme tu, hatari ya pili inatuonyesha kwamba alipoteza hata maisha yake. He lost his kingship, he lost his life as well. Maana ukiendelea hapo chini ambapo hatukusoma bila tuambia kwamba just because of mixing the holy item with other item, just because of mixing the holy item with other item, Mungu akaamua
ya kwamba huyu mfalme hatatawala tena na atakufa siku ya leo, just because of mixing. Kukusanya tu. Biblia inatuambia the same night Belshazzar was killed. The same night when Daniel interpreted the lighting, the same night Daniel anatuambia mfalme akafa usiku huo. There is danger, my brothers and sisters, Church of God, there is danger when you mix the holy item with other item. Those are just as dangers ambazo inakuta watu baada ya kukusanya vitu vilivyo vitakatifu. Naomba nisome kifungu cha kingine ambacho inaendelea kutuonyesha hatari ambayo inatokana na kuchanganya vitu vilivyo vitakatifu na vitu vyetu. From the book of Leviticus. From the book of Leviticus chapter number 27. Leviticus chapter number 27 and verse number 30. Leviticus chapter number 27 and verse number 30, the Bible says, And all the tithe of the land, whether of the seed of the land, or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy to the Lord. If a man want at all to redeem any of his tithe, he shall add one fifth to it. And concerning the tithe of the hand, or the flock, or whatever passes under the Lord, the 10th one shall be holy to the Lord. He shall not inquire whether it is good or bad, nor shall he exchange it. And if he exchanges it at all, then both it and the one exchanged for it shall be holy unto the Lord. It shall not be redeemed at all. Hii ni sehemu ya tatu ambayo inatuonyesha hatari ambayo inatokana na kuchanganya vitu vilivyo vitakatifu na vitu ambavyo sio vitakatifu. Kifungu ambacho tumesoma katika kitabu cha Walawi inatuambia kwamba fungu ya 10 ama fungu la 10, kutokana na chochote ambacho mtu atakachopata, fungu la 10 itakuwa ni takatifu kwa Mungu. Iwe ni fedha, iwe ni matunda, iwe ni mbegu, as we have seen from the verse number 30, ya kwamba iwe ni mifugo, kwamba sehemu ya 10 itakuwa ni takatifu kwa Mungu. Na Mungu akaniongoza pia, wapendwa. Kuna mhubiri mmoja alisema ya kwamba kuna mahubiri ambayo Wakristo hawataki kusikia, ikirundiwa na ikiwezekana isihumbiliwe hata siku moja. But as of today, the Lord led me to shed light on you, or even on the church of God, maybe on the dangers that happens or even that comes whenever the holy items are not led to the right place. Or else, whenever the holy items are not taken care of, the dangers that people will experience in their life. Because ni kama vile tu hata unaona hata nyumba kama hii ya Mungu, kunayo mambo ambayo
hatuwezi tukaruhusu yafanyiwe katika nyumba hii. Why? Because this structure has been dedicated to God. Has been dedicated, imewekwa wakfu ili kufanyike mambo ya kumtukuza Mungu. There are activities that we cannot allow in such a structure. There are exercises that we cannot allow. There are activities that we cannot allow in such a structure. Kwa sababu this structure, this building has been dedicated. Na ndio sababu unaona kanisa kama hili linapofunguliwa, and by the way we are looking forward to that, ambapo tutakuwa na siku ya kufungua kanisa hili letu rasmi. Utakuta kuna maandiko itawekwa pale nje, mahali ambapo mtu anaona vizuri, ambao inasema this house was dedicated to God on this particular day, or in the particular date. Kwa nini? Ni kwa sababu hii ni nyumba ambayo inafaa sasa kufanyiwa mambo ambayo ni ya kumtukuza Mungu. So just like the way hatuwezi tukaruhusu some activities to take place in this church or in this structure, vile vile kuna vitu ambavyo pia ni vitakatifu, na ndipo Mungu akaniongoza kuambia kanisa that the holy item remains holy and remains holy unto God, na inabaki ya Mungu. Na unakuta kwamba kuna hatari ambayo Wakristo hawajaelewa, which I would like to shed light today by the help and the guidance of the Holy Spirit, kwamba all type, iwe ni ya fedha, iwe ni ya mbegu, iwe ni ya matunda, iwe ni ya mifugo ama nini, ya kwamba fungu la 10 ama sehemu ya 10, kama vile tumesoma, ati ni sehemu ya Mungu. Na Wakristo hawajaelewa hatari ambayo inatokana na mtu kuchanganya 10% hadi 90%. 90% ni pesa zako ama ni mali yako ama ni nini. Kama ni mifugo, unaambiwa ya kwamba 90% ndio yako, lakini 10% ni ya Mungu na ni takatifu. Kama ni pesa, unaambiwa kama ni mavuno, kama ni mbegu, kama ni matunda, Biblia inatuambia kwamba 90% is yours, lakini 10% it is holy unto the Lord as we have just read. Lakini unashangaa kukuta kwamba ndugu hana shinda anapokusanya hiyo 10% na 90%, ana shida. But God sent me to tell you, my brother, God sent me to let you know ya kwamba kuna kuanga na hatari katika wakati ambapo unakusanya the holy item with your item. Unapokusanya the 90% and the 10%, there is always danger. Believe me, there is always danger. Tumeona mwanzoni kwamba wakati Firaoni alikusanya fimbo zake na fimbo takatifu, unaona hatari ambayo ilitokea. Wakati ambapo Belishaza alikusanya vikombe vya nyumba ya Mungu, haleluya, Bwana sifiwe. Unajua Roho wa Mungu amenikumbusha kwamba siku moja nilienda kutembea mahali ambapo sitataja ni wapi. Na nilipoenda kutembea nikapewa chakula. La kushangaza, nilipopewa chakula, ile kinjiko ambayo nilikuwa nimewekewa kwa chakula ikawa imeshikanishwa mbili, lakini labda mwenye alinipea hakuwa anajua. Ni vile tu unachukua kijiko inashikana mbili na inabidi sasa utoanishe. So nikasikia hii kijiko iko na uzito, nikafikiria nitoanishe ili at least ibaki moja. Nikiangalia nikaona hizi ni mbili. Hizi ni mbili. Na kwa natoanisha, ile ilikuwa chini ambayo ilikuwa imewekwa juu, nikakuta kwamba iko na jina. Hiyo kijiko iko na jina. Na hiyo jina ilikuwa ni jina la kanisa. Hebu nisaidie kuuliza aliye karibu na wewe, kijiko ya kanisa ilikuwa inafanya nini nyumbani kwa mtu?
Na my conscience convinced me, na ikaniambia hii ni kijiko na iko nyumbani kwa mtu na ina jina ya kanisa. Iliedaje ikawa nyumbani? Na nikaanza kujiuliza, kijiko inakuanga na miguu kijiko inaendaka na nini? Na miguu? Ati hapana. Iliendaje ama ikawaje kwamba hii kijiko ya kanisa fulani ambao labda sitataja ikawaje sasa hii kanisa, yani kijiko ya kanisa ikawa kwa mtu nyumbani? Wale ambao wako karibu na mimi waniambie, kuna uwezekano ukute vyombo vya kanisa nyumbani mwa mtu? Is it possible? Kuna uwezekano? Hadi naambiwa praise the Lord. Sitaki kuambia hivyo na lakini kuna hatari wapendwa inayotokana kuna hatari ambayo inatokana na kuchanganya na vitu. Unaona, for instance, haya maua yalipokuja na yalipoletwa, tuliiweka wakfu, we dedicated to God. Praise the Lord. Ikawa ni ya nani? Ni ya Mungu. Praise the Lord. Hata hii meza huenda ikawa ilipokuja tuliiweka wakfu, tukaidedicate for God. Praise the Lord. Kila kitu inapoletwa inakuwa dedicated for God. Praise the name of the Lord. Na kunakuwa hatari, hallelujah, inakuwa hatari sana dada unapochukua ama ndugu unapochukua vitu ya takatifu alafu unakusanya na vitu vyako. Praise the name of the Lord. Hata kama labda unaona ni kana kwamba it is out of fashion, it remain dedicated for God. Hata kama unaona sasa hii ni ya zamani, it remain dedicated for God. Na inakuwa hatari sana unapokusanya. Praise the name of the Lord. Sijui nitume mtu aende katika vyombo vyake nyumbani yachunguze, aone kana kwamba kuna kitu ambayo maana kuna hatari ambayo inatokana. Na kwa hivyo wapendwa, kuna hatari sana ambayo inatokana na watu wanapokusanya the holy item with their item. Bwana Yesu asifiwe. Sijui mwambie aliye karibu na wewe, 90% ndio yako. Ukiona mtu ambaye hasemi, ni mtu ambaye amechanganya miaka yote. Simwambie vizuri, 90% ndio yako. Biblia imesema 10% is holy unto the Lord. Na utakapochanganya, Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kwamba hakuna mtu ambaye atasimama alete labda sababu yoyote. Na Mungu kila wakati anatuma watumishi wake ili watufahamishe na watufundishe ukweli, na ili tuishi katika ukweli huo. Praise the name of the Lord. The moment, my sister, you will mix that 10% with your 90%, I assure you, expect danger. Expect what? Expect danger. The moment you will mix, and I am sure, even as I am speaking, there are some Christians, there are some people that are experiencing those danger. Those danger. Maana huu ndio ukweli kwamba the moment you mix the holy item with your item, there is always danger. And guess who is the ruler? Guess who is the ruler? Ni nani anapoteza? Guess who is the loser? Wakati Farao alikusanya fimbo zake na fimbo takatifu, nani alipoteza? Wakati Belshaza alichanganya vikombe vya kanisa na vikombe vyake, nani alipoteza? Guess who is the loser? How I wish ningepata huyo mama ambaye nilitembea kwake akanipa chakula na kijiko ya kanisa. How I wish ningempata nimuulize amepoteza ngapi hizo zingine.
Unashangaa kukuta hiyo jiko ingine yote yake imemezwa na ile ya kanisa. Ya kanisa bado imebaki. And the moment inabaki huko, inaishi kumuumiza. Praise the Lord. The moment, my brother, you mix your 90% with the 10%, I assure you, expect danger. Maana at the end of the day, si Mungu atapoteza. Sio Mungu, mimi ndiye nitapoteza. Why? Maana labda utakuta kwamba kuna ndugu wawili ama ndugu watatu ama 10 ama 20 ambao wao ni waaminifu sana na hawangependa kukusanya hiyo. Kwa hivyo Mungu hatapoteza hata siku moja. Hatapoteza. Wakati ambapo the magicians of Egypt lost their lords and their career and their fame, Mungu alibaki kuwa Mungu. Wakati ambapo Belshaza alipoteza umaarufu wake, akapoteza ufalme wake na akapoteza uhai wake, Mungu alibaki Mungu. God will never lose at any time. God will never lose at any time. Whoever will mix is the one who will lose. There is danger, my brother. When I was looking at this, nikakuta ya kwamba mtu anapokusanya 10% and 90%, kile anapokutana nacho ni kitu ambacho kinaitwa diverse of the hands of his work. Diverse. Yani ni watu ama vitu ama ezi wanakuja wanaharibu kazi ya mikono yako. When you mix 10% with your 9%, utakuta wakati mwingine the diverse are there wakiharibu labda mashamba yako, wakiharibu labda biashara yako, wanaharibu kila wakati mashamba yako, kazi ya mikono yako. You know, that's what the Bible says in the book of Malachi chapter number 3 and verse number 8. When you mix your 10% with 9%, there is always danger. And the Bible tells me that you will experience diverse. Diverse ni kama wandudu ambao wanaharibu mboga zako ikiwa shamba. Diverse ni kama wezi ambao wanakuja wanaiba yani mavuno yako. Diverse ni kama wezi ambao wanakuja wanaiba biashara yako. Diverse ni kama wezi ambao wanakuja wanaiba vitu vyako. Diverse ni waharibifu. Kwamba unapokosa, yani unapokusanya your 10%, your 9% with 10%, ambao tumeona ya kwamba it is holy unto the Lord, you will always experience danger. Na Biblia inaniambia kwamba the diverse purpose is only to destroy. Waharibifu, hallelujah. Waharibifu kazi yako si ingine ni kuharibu. Dada zangu na ndugu zangu, kuna hatari ambazo zinatokana na kuchanganya vitu vilivyo takatifu na vitu vilivyo vyetu. This is session number 2 or even number 3, that as we have seen previously, wakati ndugu tunapokusanya, sio Mungu ambaye anaumia, sio Mungu ambaye anapoteza, ni sisi ambao tunapoteza. Na Mungu anabaki Mungu. Wacha nikwambie, Mungu anabaki Mungu. Ukiangalia mbele utakuta kwamba Biblia inasema not only tithes, lakini Biblia inaongea kwamba the first fruit belongs to the Lord and it is holy unto the Lord. Unapokusanya malibuko yako ya kwanza na mazao mengine, inakuwa tu kuna hatari ambayo inakufuata baadaye. Unapokusanya mavuno yale ambayo Mungu ameangiza na uzao wa kwanza pia, unakuta ya kwamba the firstborn, kwamba unakuta kuna hatari ambayo inapatikana na inafuata mtu. So Mungu akanituma, ndugu zangu na dada zangu, niweze shed light on the dangers that occurs when we mix the holy item and our item. And ukiangalia tunazo vitu vingi ambavyo Biblia inatuonyesha ni vitakatifu. Ulikuwa ni wakati wa Musa.
Huu ulikuwa ni wakati wa Belishaza, na anatuonyesha wazi kwamba baada ya kukusanya vitu vitakatifu na vitu ambavyo sio vitakatifu, hatari iliyopatikana. Biblia inatuwajibia wazi tunapokusanya vitu ambavyo, maana hata siku ya leo kuna vitu ambavyo ni vitakatifu kwa Mungu. Tunapozikusanya pamoja na vitu vyetu, at the end of the day, sisi ndio ambao tutapoteza. Sijui kama ushafikiria kwamba hata wewe mwenyewe ni chombo cha Mungu. Wewe mwenyewe ni chombo cha Mungu. Tunaongea kuhusu God's resources. Soma katika kitabu cha Zaburi 24 na mstari wa kwanza. Biblia inasema ya kwamba ulimwengu huu ama dunia hii ni ya Mungu, na vitu vyote vilivyomo ni vya Mungu, na watu ambao wanaishi katika hiyo dunia ni wa Mungu. Allow me to tell somebody that you are not of yourself. Wewe si wako mwenyewe. You are not of yourself. You belong to somebody. Praise the name of the Lord. Wewe ni wa mwingine, wewe si wako mwenyewe. And therefore, huna sababu ya kujitumia vile tu ungependa. Hapana. Una sababu ya kujitumia vile ungependa. Una sababu ya kuenda tu mahara tu ungependa. You don't belong to yourself. Kwa neema ya Mungu ataniongoza niwapeleke katika kuwaelezea how you are not of yourself. How you are not of yourself. Wacha niwaulize wazazi. Wazazi, si mnaruhusu watoto wenu waende tu mahali tu mtu anataka? Si mnawaruhusu mtoto waende tu mahali anataka? Kwa nini? Baba Hope, si utamruhusu Hope aende tu mahali angetaka? Imagine nilishangaa, just allow me to say this, Baba Shiko. Imagine nilishangaa, Baba Shiko anatuacha hapa kwa ibada, anakibia mpaka ahakikisha kwamba Hope amefika salama. Na alipohakikisha amefika salama, akarudi kwa ibada. Why? Because that girl is not of herself. She's owned by her parents. My sister, you are not of yourself. My brother, you are not of yourself. Praise the name of the Lord. Na una ruhusa ya kutu mahara ambapo unataka. Mungu ananiongoza kuwaletea sehemu hiyo ya tatu, on how you are not of yourself, on how you are not supposed to mix yourself maybe with other people wherever, because you are not of yourself. Hii itakuwa ni sehemu ya tatu ambayo nitawaletea on Sunday, Mungu akitujalia. Just the way you are not of yourself. Praise the name of the Lord. Lakini dada yangu, elewa wazi that there is always danger whenever you mix the holy item with other item. Tumeona wazi kwamba what happened to the magicians, the sorcerers and the wise men of Egypt. We have seen what happened to King Belshazzar after mixing the holy item with his item. And the Bible has also reminded us that there is always danger when we mix our 9% with the 10%, because it is holy unto the Lord. Praise the name of the Lord. Napenda nishukuru Mungu kwa sababu ya wakati huo ambao ametupa tukaweza kushiriki neno lake na tukaweza kuwa na ufahamu. Because as I previously told you, nilihisi kwamba ningependa niwaletee mafundisho kidogo, maana hivyo ndivyo Mungu aliweza kuangiza. There is always danger. There is always danger. Na ningependa niweze kuomba pamoja na kanisa, na niombe na kila mtu ili kwamba Mungu atusaidie tukaweze kuelewa katika mafundisho yetu ya Jumapili ijayo. Tutaweza pia kuona vitu vitakatifu zaidi, vitu vitakatifu zaidi ambavyo inatupasa ya kwamba tuipeane kwa mwenyewe, na ili maisha yetu
yakawe maisha ya furaha, yakawe maisha ya ufanisi kwa utukufu wa jina la Bwana. Praise the name of the Lord. Just turn to your neighbor and tell him or her, you can escape danger. You can escape that danger. Yes, it is possible. You can escape that danger. Wale ambao tuko karibu, naomba tuweze kusimama mbele za Bwana mahala popote tulipo, na ili tukaweze kuomba pamoja kwamba Mungu atusaidie tukaepukane na hii hatari ya kuweza kukusanya vitu vyetu na vitu vya Mungu. Mwenyezi Mungu, katika jina la Kristo Yesu, na kushukuru kwa sababu ya neno ambalo limetuzungumzia siku ya leo. Tumeona vile watu wa zamani waliweza kupata hatari. Bwana, tusaidie kupitia kwa Roho wako Mtakatifu. Tusaidie kupitia kwa Roho wako Mtakatifu tukaweze kuepukana na hii hatari kwa utukufu wa jina lako. Na kwa sababu Bwana unaweza, Bwana tusaidie, Bwana tusaidie, Bwana tusaidie, Bwana tusaidie. Fungua kinywa chako mahala ulipo, mwambie Mungu, Mungu nisaidie kuepuka hii hatari. God help me, help me, help me to escape this danger. Mwambie Mungu akusaidie kuepukana hii hatari, because it is doable. It is possible. It is doable. Mwambie Mungu akusaidie katika jina la Yesu Kristo. Thank you Jesus for what we have heard from your words. Help us to escape this danger. Help this brother, help this sister to escape this danger, because it is possible. Tunakutumainia Bwana, tunakutazama Mwokozi, na pia tunakutarajia. Jinani mwa Kristo Yesu tunaomba na tumeamini. Amen. Amen. So may the Lord bless you. Tukutane Jumapili ijayo ili tuweze kusikia sehemu ya 3 ya vile tunaweza kuepuka hatari ya kukusanya vitu vilivyo vitakatifu na vitu vyetu. Asanteni, Mungu awabariki.